nikupongeze kwa namna ulivyoendesha kikao chetu hiki muhimu, lakini nimpongeze sana na kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa namna ambavyo anatuongoza kwa maono yake ya kuwa na hiki kikao, na tutakubaliana toka tumeanza kwamba kikao hiki kimekuwa na manufaa makubwa. Tumekuwa na forums ambazo zipo. Nikirudi kwenye swali lako Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo mashirikiano, tunakutana kwenye bench bar, tunakutana kwenye vikao vya kusukuma mashauri, na huko kote tumekuwa tukishirikiana na wadau wote ambao wamekuwa hapa, pengine isipokuwa wachache labda kama uhamiaji, nadhani pengine hatujawa na hiyo fursa au si wajumbe au hawahudhurii kwenye vikao hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme nimefarijika sana kwa namna ambavyo kila aliyechangia ameongea kwa uwazi. Tumepata fursa ya kujitazama, na umesema kwamba ulikuwa unashangaa mahakama kama hatupo. Tulikuwa tuna take interest kusikia wadau wetu wanaonaje huduma zetu, na kwa kweli tumepata feedback kubwa sana ambayo tumeipokea, na hakika tutayafanyia kazi ambayo yamesemwa ambapo hatufanyi vizuri. Lakini yameongelewa mengi Mheshimiwa Mwenyekiti, labda nianze na swala la ukuu wa mahakama. Nimefarijika kwamba viongozi walioko hapa kwenye kikao hiki wameongea kwa uchungu mkubwa sana na kwa hisia kuhusiana na ukuu wa mahakama, na kila mmoja waliongea hoja hii ameonesha umuhimu wa kila mmoja wetu kuweza kulinda ukuu wa mahakama, na mimi naamini tukitoka hapa tutakuwa na mwanzo mpya, kwa sababu kama ambavyo tumeeleza hapa wachangiaji, mahakama imekuwa ikinajisiwa kutoka ndani. Kutoka ndani kwa maana ya kwamba sisi wenyewe wadau tunainajisi mahakama, pengine na sisi nao mahakama nao kuna namna tunaochangia kuinajisi. Lakini siku zote pia huwa najiuliza kwamba kama afisa wa mahakama, awe ni afisa wa mahakama kwa maana ya hakimu, jaji, wakili wa kujitegemea, wakili wa serikali, anapoinajisi mahakama kwa namna yoyote ile, je, hajinajisi yeye mwenyewe? Kwa sababu ni kama mzazi na mtoto. Unapomtukana mzazi wako nje au kamvua nguo nje, manake ni kwamba umejivua nguo wewe mwenyewe, kwa sababu utakuwa afisa wa hicho chombo ambacho kimenajisika. Obviously na wewe unakuwa umenajisika. Sioni utakuwaje haujanajisika wakati wewe ni osa wa hicho chombo kilicho najisika. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niende kwa taasisi moja chache tu ambazo nitaziongelea hapa. Tukianza na NPS, niwapongeze kwa kweli, kumekuwa na mwamko mkubwa sana. Kumekuwa na jitihada kubwa zinafanyika katika kuhakikisha kwamba mashauri yanaenda na yanaisha. Uanzishwaji wa ofisi za mashtaka wilaya zimesaidia kwa kiasi kikubwa sana, na kwa kweli hilo ninawapongeza. Lakini niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maeneo ambayo yanahitaji maboresho, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza, kwenye matumizi ya nolle prosequi, hapa bado kuna tatizo na malalamiko yapo ya kutosha tu. Kwa mimi niwaombe wenzetu NPS pamoja na vyombo vya uchunguzi kwamba upelelezi ufanyike vizuri. Kesi inapoanza mahakamani iendelee ifike mwisho. Wakati mwingine inakuwa ni hata hakimu jaji unaumia pia. Umeanza kesi yako, tumeenda tunafika mwishoni, ushahidi umeshasikilizwa, unakaribia kufunga nolle, and then unafikiria vimeishia hapo. Baadaye unasikia yule mtu pia
amesharudi mahakamani. Kwa hiyo niwaombe sana, ni kwamba ameshakuwa rearrested na anaendelea. Ni kweli sheria inaturuhusu, lakini mimi nadhani tuongeze umakini katika eneo hilo. Kukaa gerezani hata kwa mwezi mmoja tu, nadhani ni muda mrefu sana. Wote tunaenda, sio kubaya, siku hizi gerezani ni kuzuri sana. Mazingira yameboreshwa sana, lakini the fact kwamba huyu mtu hana uhuru wake, one day is too many. Sasa unakutana na mtu ambaye amekaa miezi au mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala jingine ni uletaji wa mashahidi. Hili nalo pia bado kuna changamoto na limekuwa likirudisha nyuma sana mahusiano yetu, mahusiano baina ya sisi na wenzetu wa NPS. Na tunapokea kwamba wakati mwingine pia kuchelewa kwa mashauri, mahakimu na pia wamekuwa wamechangia, lakini lipo pia na tutaendelea kulifanyia kazi. Lakini pia niombe wenzetu nao waliangalie hili la uletaji wa mashahidi. Nafikia wakati hakimu anaamua sasa, hapa palipofika anatumia mamlaka yake, kwa sababu anayo mamlaka ya kisheria, anafuta shauri. Na akishafuta shauri inakuwa ni shida kweli kweli. Na wakati mwingine haya yanafanyika kwenye session. Tunapokaa kwenye pre-session meetings, tunakubaliana mashahidi, si watu tunafanya hivyo vikao, mashahidi wote wapo, summons zimeshaenda. Sasa tunapokuja kuanza kusikiliza, mashahidi hawapo. Wameenda wapi? Ambao hawa tuliambizana kwamba wapo. Sasa Mheshimiwa Jaji ana kesi zake kwenye session ambazo zinapaswa kuisha. Anataraji ndani ya session kuna flexibility, kunaweza kukatokea maahirisho, lakini ndani ya session husika shauri liishe. Na inapofikia wakati mahakimu na majaji wakafanya maamuzi pengine kwamba hapa tulipofikia, kama hamna mashahidi, fungeni kesi, kumekuwa na kamvutano tena kakubwa. Wakati mwingine sasa wakwenda mahakama za juu, ni interlocutory decision, lakini inaombewa revision na shauri linakuwa limepakiwa. Kwa hiyo badala ya kuisha ndani ya mwaka mmoja miwili, linaweza likajikuta limeisha ndani ya miaka 4. Kwa niombe hapo tupaangalie. Lakini kuna eneo jingine Mheshimiwa Mwenyekiti, mindset ya conviction na adhabu kubwa. Bado kwenye vyombo vyetu tuna hiyo mindset ya conviction na adhabu kubwa, ili iwe fundisho kwake na kwa wengine. Mimi huwa najiuliza, hao wengine huwa wanasikiliza kweli? Kwa sababu kama adhabu kubwa ingekuwa fundisho kubwa kwa wengine hao tunaowalenga, sidhani kama tungekuwa na kesi za ubakaji. Sidhani. Kwa sababu hiyo ndio kuna adhabu kubwa kweli kweli. Lakini wapo. Sasa tumekuwa tukipata changamoto, kwa mfano kwenye eneo hili, kwenye yale mashauri yanayoshuka ya mauaji na kuwa kosa dogo. Wakati mwingine tunapata sheria sema tukishusha, waheshimiwa majaji, adhabu inakuwa ni ndogo sana. Lakini sheria ipo, miongozo ipo, na ndio hiyo tunayoitumia. Na mimi niwaambie wenzetu, huwa nawaambia wanaokuja kwangu kwamba kuna siku moja nitakuja kuwa majaji. Mimi I never expected kuwa jaji. Na tuna wengi ambao wamekuwa judges ambao walikuwa prosecutors. Na wenyewe wakisha kuja huku wanauona ukweli. Kuna makosa mengine ambayo kosa lenyewe tu ni adhabu. Emu imagine mtu ambaye amemuua baba yake. Ni adhabu, ataishi nayo muda wote mpaka anaenda kabulini, atakuwa ameishi na hiyo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana kwamba ni kweli kuna makosa yana adhabu kubwa, ni kweli tungependa tupate conviction, lakini haki NPS wamesema wana kufungwa au kuachiwa. Basi naomba tuisisitize sana. Naona bado tuna lag behind, tunayo hiyo slogan, lakini naona bado tuna lag behind. Of recent pia nimeona kuna dhana ya kuogopa lawama. Dhana ya kuogopa lawama. Mashauri yanaisha haraka sana mahakamani, mashauri ya mauaji Mheshimiwa Mwenyekiti.
kwa sababu kwa sasa hivi upelelezi komiti inapokamilika ndani ya siku 10 tunapaswa kuwa tumeshafanya PH. Sasa kuna baadhi ya wenzetu ambao wakipiga hesabu anaona 90 au 90 plus hizi siku ngapi, huyu mtu atatoka mapema. Kwa anaamua tu aende nalo hivyo hivyo. Nasema ukimuuliza, nasema mheshimiwa jaji, bado kule mimi watanilaumu. Nasema lakini sisi ni professionals. Hatuendeshwi na lawama, tunaendeshwa na sheria. Kwa mimi niwaombe sana kwamba hilo pia tuliangalie. Upande wa AG na SG ni shukuru kwamba wameeleza kwamba mashauri yanaongezeka, na kweli yanaongezeka tena kwa kasi ya 5G. Nikiongelea Dodoma kwa mfano, tuna mashauri mengi sana. Tunayo 92 kwa hesabu zetu mashauri ya AG, na 63 kati ya hayo ni mashauri ya awali. Na sote tunafahamu tunaoingia mahakamani, shauri la awali linavyochukua muda. Kwa hiyo mimi niwaombe wenzetu SG na AG tuitumie sana dhana ya usuluhishi. Na ninafarijika kwamba mawakili wa serikali wamekuwa proactive kwenye mashauri mengi, nikichukulia mfano wa hapa Dodoma. Lakini naona shida ipo kwa wateja. Yaani tunarudi kwenye wateja wangu. Lakini kwa wateja hawa ndio wanakuwa wametufikisha hapo. Mheshimiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, pengine ni wakati wa kuangalia tunafanya nini na waliotufikisha hapo. Kwa sababu kama shauri kwa mfano double allocation ya ardhi ni shauri ambalo liko wazi. Mahakama haina ardhi yake kwamba inaweza sasa ikasema hii hapa ardhi tumpe fulani. Ni shauri ambalo linaishia huko. Unakutana na shauri, nitatoa mfano wa shauri moja ambayo ilikuwa ni double allocation. Wamekuja mahakamani, amekuja shahidi kutoka kwa mteja, anaulizwa, anasema ni kweli tumefanya allocation. Mheshimiwa jaji, tunaomba utusaidie. And I was like, sasa mimi nasaidiaje? Mimi sina ardhi hapa ya kuwapa. Kwa nini hili shauri limefika hapa? Kwa nini lisingekuwa resolved huko amicably? Kwa ni waombe sana. Lakini tumeongea pia kuhusiana na technicalities na naibu wakili wa serikali. Ni kweli pale ambapo ni muhimu zije, lakini ambazo si muhimu kwa kweli naomba sana bado zinakuja. Na kwangu huwa tunarudishana. Wengine wako ni mashahidi, hatutajani. Lakini hatusikilizi every PO. Wakati nimekuja Dodoma nilipata shida sana, kwa sababu mimi nasema sikiliza every PO. Angalia PO yako inatupeleka wapi. Kama ya kurekebisha, turekebishe. Kwa nini tuchukue miezi tunang'ang'ana na kapio ambako katupeleki kokote? Lilikuwa ni gumu, lakini tunaendelea kuelewana, nadhani tumefika mahali. But I can say bado kuna mapenzi ya PO ambazo kwa kweli hazitufikishi kokote na zinatuchelewesha. Lakini jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, maandalizi hafifu. Naomba kwa kweli kwa hili niwe wazi. Kuna mawakili wanafanya vizuri sana. Akija mahakamani unasema kweli, wow. Lakini kuna wakati mwingine nawaza, sasa huyu faili amelipata asubuhi, imekuwaje? Kwa hiyo ni tuendelee kuwahimiza mawakili wanapokuja mahakamani waje wamejiandaa, kwa sababu hili linatupa mvutano pia. Yaani wewe jaji umeenda, uhakimu umeenda, umejiandaa, tunaendelea. Haya, wakili anaomba ahirisho. Unaona kabisa kwamba hajajiandaa, yaani mnajaribu kwenda hivi.
hamwendi. Kwa hiyo wakati mwingine jaji anaweza kuwa mkali kidogo na likaleta mvutano. Kwa upande wa TLS, huku pia kuna kazi kubwa na nzuri inaendelea kufanyika, lakini yale ambayo nimeyasema kwa upande wa mawakili wa serikali, ninaona pia mengine yapo kwa upande wa TLS. Upenzi wa mapingamizi ya awali bado ni shida kubwa ambayo natamani tutoke huko, lakini pia maandalizi mawakili wanapokuja mahakamani. Kuna wakati jaji au hakimu anakuwa kama ndio wakili wa mteja, kwa sababu unaona kabisa kwamba huyu kwa nini hata amelipwa kuja rais wa TLS. Huelewi kwa nini amelipwa kuja. Anakuja anasema 1, 2, 3, 4, 5 completely. Hakuna relationship anachokisema na kilichopo kwenye pleadings. Kwa hiyo na unamuona huyu mwananchi, wana engage, unamuona huyu mwananchi katoka Iramba wapi kule ndani. Kwa hiyo hela nayo kuwa amemlipa wakili, pengine the last penny, pengine hata ameuza shamba, amekulipa, unamtendea haki, unamwakilisha ipasavyo. Kwa mimi naona hili pia tuendelee kulisisitiza. TLS tuna mawakili ambao bado ni wachanga, tuendelee kuwa nurture ili waweze kufikia pale ambapo tunapotaka, ambapo utendaji kazi wao uboreke. Na pengine ni kweli tuna CLE ambazo wanalipia. Labda tuangalie pia utaratibu mwingine hana hata hiyo hela ya kulipia, lakini atapata mteja. Labda tuangalie namna, kuna invitation imetoka kwenye public bar wahudhurie huko, lakini pia na TLS mnaweza mkaangalia namna nyingine ambayo ya kuweza kuwasaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa wakati najiandaa kusoma kuja kwenye kikao hiki, nilipata muda kidogo wa kuangalia kanuni za maadili ya mawakili. Na nikiwa napitia nikaona kwamba kuna maeneo fulani ambayo pengine yanakiukwa na inabidi tuyatupie macho. Nitazitaja kanuni chache. Kanuni ya 20 ambayo inasema ni duty ya wakili kumadvise client wake ili aweze kumaliza shauri liishe kwa njia ya usuluhishi, au na kwa discourage pia wasije mahakamani kwa yale mashauri ambayo si lazima yaje mahakamani. Lakini hapa tuna shida, unakutana na wakili, kwa nini hili lilikuja mahakamani? Anasema mteja alitaka. Swali langu huwa, wewe ukitaka kujenga nyumba, do you engage an architect au a contractor? Wanasema ndio. Huwa mnafuata kipi? Cha kwako unachotaka kwamba mimi nataka vyumba vikae huko juu halafu dali chini, au kila ambacho mtaalamu anakushauri? Jibu linakuwa kile ambacho mtaalamu ananishauri. Kwa mimi niwaombe sana kwamba tuangalie hiyo kanuni, lakini kuepuka technicalities, kanuni ya 84, 83 inatutaka kuwa objective, tusivae uhusika. Lakini imesemwa hapa leo na mimi narudia, tunavaa sana uhusika kwa kweli. Inaleta mvutano na unarudisha nyuma mahusiano yetu. Namba 113 na 114, duty to the profession. 37, 92, 37, interests ambazo ziko nje. Tuna engage kwenye vitu vingi, lakini tunapaswa, our duty first and foremost ni mahakamani, ni kwa mahakama. Kwa kwenye hivyo vitu vingine ambavyo tuna engage, tunapaswa basi sisi siku zote tukumbuke kwamba haipaswi kuprejudice duty yetu kwa mahakama. Je,
hilo tunalifuata? Duty to court. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiniruhusu, mwisho kabisa nitataka kuishia hapo. Naomba nisome kanuni ya 134 na 135 kwa ruhusa yako Mheshimiwa Mwenyekiti. Kanuni ya 134 ya Advocates Professional Conduct and Etiquette Regulations inasema hivi: where an advocate, marginal notes inasema advocate and the media, where an advocate by reason of professional involvement or otherwise is able to assist the media in conveying accurate information to the public, the advocate may do so if A, there is no infringement of the advocate's obligation to the client, the profession, the court, or the administration of justice. Kwa tunarudi kwenye zile duties ambazo nimezisoma mwanzoni. B, an advocate's comments are made bona fide and without malice or ulterior motive and are true and not misleading. Hiyo ni 134. 135 Mheshimiwa Mwenyekiti inasema sub 1, where an advocate is called upon to comment publicly on the effectiveness of excising statutory or legal remedies on the effect of particular legislation or decided cases, or to offer opinion on causes that have been or are about to be instituted, the advocate may provide such commentary in order to assist the public to understand the legal and other issues involved. Sub 2, an advocate may be engaged as an advocate for special interest groups whose objective, hapana niishie sub 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni nilizozitaja awali nimeona kama zimekuwa zikivunjwa sana. Lakini hizi nilizozisoma with particular interest, nadhani sote ni mashahidi. Kwangu mimi naona hizi zimekuwa zikitumika sana kuinajisi mahakama na kujinajisi wenyewe kama nilivyosema awali. Maamuzi yakishatoka mahakamani, kwa mfano tu, maamuzi yakishatoka mahakamani, siku hizi kuna kawaida, I don't know imetokea vipi, lakini huwa kuna waandishi wa habari huwa wamekaa mahali wamepaki. The moment unapotoka mahakamani, pengine kabla hujakunja vitu vyako kufika nyumbani, unakutana na habari ambayo imetolewa nje ya viunga vya mahakama. Yaani kama hapa tulipo Judicial Square, pale mbele naona kimetokea hiki. Wakati mwingine yanaenda mbali zaidi na kufedhehesha mahakama. Lakini hata maamuzi, sisi waheshimiwa majaji, mahakimu, we are humans. We are bound to make mistakes kwenye interpretation ya sheria. Pengine haujaridhika, maana haki ina upande mmoja, ina pande mbili. Haiwezekani kwamba pande zote zikaridhika. Na ndio maana kuna appeal processes na mengine. Lakini naona tumefika mahali, sijui tumefikaje hapo, hatuzifati zile channels zilizopo, tunaenda kwenye media. Media ndio appellate court siku hizi? I don't know. Pengine niombe tuangalie hilo eneo, turekebishe. Lakini ziko forums nyingi sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti zimetajwa hapa. Kwenye kila mahakama kuna kiongozi. Mahakama Kuu kwa mfano, manaibu wasajili, ofisi ziko wazi, na wale ndio daraja kati yenu ninyi maafisa wa mahakama na jaji mfawidhi, na ofisi za jaji mfawidhi siku zote huwa ziko wazi. Sasa pengine kabla, kama kuna jambo limekuudhi, kabla hujaenda kwenye media, mwanzia hapo pia. Lakini sasa pia tukumbuke mwisho kabisa kwamba sisi tukitoa comments, kwa mfano mimi nikiongea, it's very difficult kudifferentiate ukasema aliyeongea hapa ni Juliana na wala sio Jaji Masabu. You know. Yani anayenisikiliza atachukulia kwa urahisi sana kwamba huu ndio msimamo wa nini? Wa mahakama. Kwa hiyo chochote ninachokisema ni lazima niwe nimekifikiria
mara 3, mara 4, mara 5, kwa sababu kama kitakuwa misleading, naweza nikawa mislead taifa zima. Kwa mimi niwaombe sana mawakili na wadau wote wa haki, tunapolazimika kutoa ufafanuzi huo, lazima tukumbuke kwamba dhamana tulizonazo katika utendaji haki, forum tulizonazo sisi kama maafisa wa mahakama, na wakati mwingine mambo yanakuwa ni mengi. Wewe unaweza kuwa umelipeleka, lakini comments zinazofuata hapo nyingine ni za udhalilishaji. Na tunafahamu pia kwamba kuna cyber bullying. Wewe unaweza kuwa umefanya kwa nia nzuri tu, lakini ukapelekea cyber bullying ambayo ikamwaffect huyu aliyetoa maamuzi, ikamfanya, kwa sababu ni binadamu pia, sio chuma. Yaani na yeye ana feelings. Na sio kwamba hayaoni hayo yanayoendelea huko, kwa namna moja au nyingine anayaona. Kwa mimi niwaombe sana kama maafisa wa mahakama, tutumie forums zilizopo, tukilazimika kwenda kwenye media, tuwe watchful of what we are communicating. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niishie hapa. Ninakushukuru kwa kunivumilia.